Ikabidi arudishwe. Sasa ni mtu ambaye ana ushahidi wa vitu tunavyofundisha, usipovifanyia kazi vitakukosti, vitakugharimu. Kwa hiyo wakati wanapeana huu ujinga wao, wakati Mariamu anaeneza, anamwaga sumu yake, yeye anatakiwa aiklie, awaambie jamani, mimi sio mgeni, kwa sababu hawa wengine ni wageni. Sasa hata yule ambaye ameshafanya kazi na sisi miezi 7 na amepoteza mkataba wake kwa uzembe wake mwenyewe. Yaani mimi nimemstopisha kwa ile hata maana kama mtoto wangu. Yupi? Huyu hapa. Yaani yale maneno nikamwambia hebu msimsikilize. Huyu hapa sasa. Huyu naye angekuwa ameshatoroka au? Sasa si ana ile hofu kama mdogo alishataka kutoroka naye. Alikuwa bado alikuwa na ile hofu mpaka akampigia na mama yake simu. Mama yake ukaongea naye? Alimpigia mama yake akamwambia nini? Alikuwa tu anamwambia mimi nataka tu niondoke. Mama akasema ila kuna mama mwingine yuko hapa mtu mzima labda uongee naye. Nikaongea na mama yake nikamwambia tu hamna shida. Baadaye nikamwambia mrudishie mama yako simu. Nikaongea naye yeye kama yeye. Nikamwambia unajua mama yako anakupenda. Kwa hata ukiongea chochote kibaya unamuumiza. Hebu tuache kusikiliza mambo ya Mariam. Tufanyeni kazi vizuri na nakuombea Mungu. Una siku 2 unapangiwa kazini, niamini mimi. Akasema tu kweli kama utapangiwa tu wala usichoke. Kitu ambacho wadada hapa wanatakiwa wakielewe. Sisi tena mabosi wanawasubiri ni kweli. Yaani nyinyi mnasubiriwa. Sisi tusichokitaka ni kuwapelekea mabosi wadada ambao ni mabomu, wadada ambao hawajaelewa taratibu zetu na quality zetu tunazozitaka. Kwa hiyo mnavyokaa hapa, mnavyokuja hapa, unajua Watanzania ni wazee. Unafikiri kwa nini wanakimbilia kupangiwa? Si wanataka hela. Sasa hela haiji bila kuitumikia na lazima uitumikie vizuri. Tunapowaweka hapa kituoni ni ili muende kule mkafanikiwe, ni kwa faida yenu, lakini nyinyi mnaona tunawachelewesha kwa sababu gani? Mnataka pesa bila kuzifanyia kazi. Hicho ndio kinacholeta hii tafrani yote hii. Mtu analala anasali apangiwe. Badala asali kujiboresha na kuzingatia mafundisho tunayowafundisha uyafanyie kazi ili uive uonekane sasa kweli uko tayari. Mtu anafikiria tu napangiwa lini. Kazi afanye. Mmekaa huko nyuma ndio mnapigia huko soga za umbea na kupanga mipango mibovu ya sui kutoroka, sui kukimbia. Sasa hela zitakutafutaje? Hela zitakufuataje? Utapangiwaje kazi kwa staili hiyo? Unataka kupangiwa kazi ukija Wadada Center chakarika kweli, onyesha uwezo, onyesha utendaji wa kazi. Unaporekebishwa rekebishika. Wengi wanakuja hapa tayari ni misamaki ambayo ilishakomaa. Wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo tunajitahidi kukunja misamaki ambayo tayari ilishakauka. Ndio hivyo tunaenda nayo hivyo na ndio maana unakuta wanasema sio wanatukanwa. Hakuna wewe umekaa hapa mama umetukana. Unaelekezwa vizuri tu nini? Hata kama uelekezwe vizuri lakini unaelekezwa. Mtu utakosea ubembelezweje? Unaelekezwa ukiweka kitu hakiko sawa unaambiwa sio hivi weka hivi. Standard ni hizi. Utakapokuwa kwa bosi wako usiweke hivi, weka hivi. Sisi hatubembelezi tunakuelekeza. Hiyo ni kozi, hiyo ni maana hiki ni chuo. Unakuja hapa ujue unakuja shuleni, unakuja chuoni kwa ajili ya kujifunza ujuzi wa kazi na nidhamu. Sasa kama mtu ambaye huwezi hivyo vitu basi bora usije. Lakini nafikiri yani hiki kitu ambacho Mariam amekifanya nimependa tukifanyie kipindi ili kuweka uwazi kabisa, kuendelea kuweka wazi. Sisi hapa hatubembelezi mtu. Mtoto wa mtu akija hapa abembelezwe. Wewe kama unataka kurudi kwa mama yako ukanyonye, nenda kanyonye. Lakini kama unataka mafanikio kwenye maisha, hichi kituo kitakunyoosha, kitakusaidia, kitakufundisha, kitakuelekeza na wewe maisha yako yataenda mbele. Lakini unataka urudi ukanyonye kwa mama, rudi. Na wengine hawa akina Mariamu na wenzake kundi lake lote, mtu yote ambaye anataka kubembelezwa kazini, sisi hatuna hizo biashara za kubembelezana. Unataka pesa zitakuja kwa kuzifanyia kazi. Na sio kufanya tu kazi, pamoja na maadili. Maadili ni kuwa mkweli na kuwa mtu ambaye yani umenyooka. Umeona kama hizi kona mnakaa huko mnakuwa na sura nyingine. Mkija huku yani sura nyingine. Hiyo kitu haitakiwi. Hiyo sio kabisa. Hata kama mimi naamini Mariam sijui ni Muislamu, wengine ni Wakristo, tuna dini 2 kubwa. Hakuna dini hata moja inafundisha huu unafiki. Ukikaa kule unawajaza wenzio sumu ya kurudi nyuma. Ukija huku unajifanya unatuhudumia vizuri. Mimi mpaka naondoka namwambia Mariam wewe hujafikia level ya smart.
Yani kama unataka kuwa smart inabidi ujipange kwenda kufanya traditional angalau mwaka mmoja, lakini ufate yale tunayokuelekeza. Utapata experience na utakuwa. Kama akina nani wale wadada wawili na wapendaga kuwatolea mfano. Na Rose. Rose na mwenzake huyu na Grace. Sasa hivi ameongezeka watatu. Naye amefika 500,000. Amefika 500,000 kutoka dada wa 100,000. Ruthi. Tu sasa hivi tuna wadada watatu tunawachukulia kama role model. Walikuja hapa kama ma traditional tena wa 100,000, sasa hivi wanalipwa 500,000. Kwa nini? Walitusikiliza. Lakini katika wengi wamepita mamia. Katika hao mamia tunao watatu ambao wameweza kufuata kile tulichowaelekeza na wametoka kutoka dada wa 100,000 wamefika sasa hivi ni professional. Wanalipwa 500,000. Lakini sio muujiza. Kuna muda ndani ya hicho kipindi kuna mwenye miaka kuna mwenye miaka nani Ruthi ana miaka 2 only 2 analipwa 500,000. Hao wengine wana miaka 3 na wamefika level ya 500,000. Kwa hiyo unataka pesa haziji kirahisi wala haziji kwa muujiza wala haziji yani kwa kubembelezwa. Lazima utoe thamani inayotakiwa. Tunachowafundisha hapa ni thamani. Kwa hiyo hatutabembeleza, hatutashusha viwango vyetu kwa sababu ya mtu mjinga, mvivu, mpumbavu ambaye hajielewi. Ukae huko kwanza usije. Na ukija hapa tutakuchuja. Utajichuja tu. Haijalishi umetoroka, umeondoka kwa kuaga, lakini ni mvivu, huna maadili, hutaki viwango vinavyohitajika, utajichuja. Whether kwa kuaga au kwa kutoroka. Kwa hiyo nafikiri uko huru, sawa? Una sababu hatukai na mtu yeyote hapa kwa ajili ya kumbembeleza, hapana. Sisi tunavyowaambia mkae hapa kituoni ni kama kweli mna shida ya kazi, mnataka kujifunza namna ya kwenda kufanya kazi, mjifunze taratibu zetu, lakini hatuwabembelezi. Kwa hiyo umesikia dada? Umenisikia? Ndio. Una sababu ya kuendelea kuongea na Mariamu sijui nitoroke nifanyaje, hakuna sababu. Hakuna sababu ya kumtia mama yako pressure, hakuna sababu. Wewe kama unaona hivi vigezo vyetu ni vikubwa huviwezi, au kwa sababu eti umeona wenzako wanatoroka wanashindwa na wewe unataka kushindwa, geti liko wazi. Unaweza ukaondoka tu kwa amani bila tatizo lolote. Na hizo tabia ukienda nazo hautafanikiwa. Wewe unatoka unaenda na malengo yako mahali, mtu mwingine anakuja kukumwagia sumu zake, hujui huyo mtu background yake, wewe unaenda naye unaenda kwenye mkumbo, utafeli kwenye maisha. Kwenye maisha unatakiwa usikilize watu waliofanikiwa. Sio watu ambao wako kwenye nani yako. Nasemaga siku zote na Biblia ndio imesema, vipofu wawili wakiongozana watadumbukia shimoni. Sasa nyinyi wote mnaokuja hapa tuchukulie ni vipofu, ndio mnatafuta kazi. Anayeweza kuwaongoza ili mfike ni yupi? Ni yule ambaye alishafika kwenye alishatoka kwenye hiyo kazi akafika hatua fulani, au ni nyewe wenyewe ambao mnakutana vipofu mnatafuta kazi? Maarifa hayana umri. Umeelewa? Maarifa hayana umri. Wakati mwingine unaweza kukutana na mtu ukasema huyu ni mama yangu, lakini huyo mama yako mwenyewe akakuangusha, akakufelisha. Unachotakiwa kuangalia nani ananiongoza kwenda mbele. Hicho ndio kipimo. Sio kwa sababu ni mkubwa kwako, wewe umeona Mariamu mkubwa kwako lakini mpumbavu mjinga mmoja ambaye hajitambui. Sumu alioimwaga hapa, unaona watu wanarudi kwenye umaskini wao wenyewe wajijui, wanaona wameshinda. Wanaona wametukomoa. Sisi hamwezi kutukomoa. Hiki kituo kina miaka 15 toka kimeanzishwa. Hakuna mdada yeyote ambaye atakuja hapa atukomoe. Sisi tuko hapa kuwasaidia nyie kuwavusha na kuwaambia kwa nini mnaendelea kubaki kwenye umaskini. Sasa hizi tabia mlizoonyesha hapa, hizi ndio za maskini. Unaelewa? Hizi tabia za kukaa kwenye magenge na kurudishana nyuma na kutaka kujifanya mnawakomoa mabosi wenu, wenda mko makazini au mko kituoni, eti mkiondoka mnafikiri mnatukomoa. Hamna mtu yeyote unayemkomoa, zaidi unajikomoa mwenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe ndio uko kwenye umaskini na wewe ndio unahangaika kutafuta kutoka. Kama unataka kutoka, sikiliza waliofanikiwa, sikiliza waliopiga hatua, wakuelekeze nini cha kufanya, na usisikilize kipofu mwenzako ambaye naye ndio anahangaika kujitafuta. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo huna sababu ya kutoroka. Huna sababu hata mmoja. Sio wewe, sio yoyote anayetaka kuondoka aondoke. Standardi zetu ziko pale pale. Hapa lazima ukae, lazima tuangalie uwezo wako, na tukiona hatuwezi uwezo wako haujafikia, tutakwambia na utaondoka. Tukiona uwezo wako umefikia level tunayosema either ni traditional, tutakwambia traditional unaweza kwenda, nenda kajitahidi kupambana, utaenda smart mwakani au ukishaboresha viwango. Au smart uwezi, tutakwambia. Yaani sisi hatuogopi kumwambia mtu ukweli eti kwa sababu atasusa. Wewe ukisusa wenzio wanakuja. Kwani wadada wameacha kuja toka wadada wengine wame nani? Sio wadada wote wamekaa makazini tuliowapeleka.
wako walioondoka, lakini haimaanishi kituo kinakufa au kuna wadada wale wenye nia au tunaowazungumzia hao watatu wataendelea, na sisi bora tuende na wale wachache ambao wataenda juu, kwa sababu mimi ninachopenda ni legacy. Kama mimi nilitoka kazi za ndani na leo ni CEO, mimi nataka kulea ma CEO, sitaki kulea wapumbavu wajinga, watu ambao wanaendekeza kudangadanga. Wewe unarudi mtaani unaenda kufanya nini zaidi ya kudanga? Kesho na kesho kutwa una mtoto unampelekea bibi yake ambaye na yeye bado maisha yake ni magumu. Ulitakiwa uwe na kazi, uwe na biashara kabla hujapeleka watoto. Sisi watoto wa kike wa Tanzania tunapenda kwenda kukimbizana huko na wanaume, tupate watoto watutelekeze, tuanze tena kurudi kwenye umaskini. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa ya wanawake wa Tanzania. Ukiwafundisha kazi wanaona unawatukana, wanaona unawakandamiza, kama unanyanyaswa, umeshawatukana yani hapo. Nasema kama hapo nilivyoambia hivyo ndo tayari umeshawatukana. Basi kama ni hivi ni matusi, basi nitaendelea kuwatukana kweli kweli. Mwache kutanua miguu, mtanue akili na ubongo na uwezo wa kufanya kazi. Wanawake wa Tanzania mmezoeshwa kutanua miguu. Wewe unachowaza upate bwana. Bwana anakutundika mimba, unabaki unahangaika, huna kazi, huna biashara. Lakini mimi nakwambia ili uweze kufanikiwa uishi vizuri, tanua kwanza ubongo wako. Unakuja sehemu kama hii tunakufundisha kazi, tunakufundisha maadili. Hayo ndio uyashikilie kwanza. Yakishakupa uwezo sasa unajitegemea, nenda kazae watoto wako huko, utaweza kuwahudumia na hautakuwa mzigo kwa mtu. Lakini wengi mmezoea kuwa mizigo. Ndio maana mkija sehemu kama hii mtakimbia na kusema mnafanyaje, mnanyanyaswa. Mimi sijui tunawanyanyasa vipi kwa kweli. Tunawafundisha kazi ambayo wakati mwingine wazazi wenu hawajawafundisha. Mmetoka huko hamjafundishwa kazi, mmefundishwa utegemezi. Kila unataka kusaidiwa. Hapana, Mungu ameshakupa mtaji, amekupa nguvu, amekupa akili, zifanyie kazi. Yaani kichwa chako hicho ndio mtaji wako mkubwa. Wekeza maarifa na mikono na nguvu ulizonazo, wekeza kwenye kazi. Hicho ndio kitakutoa maishani. Lakini mambo ya kulialia na kulalamika, sijui nachelewa kulala, nafanyaje? Yesu mwenyewe aligongelewa misumari na bado alistahimili akatukomboa. Wewe ni nani? Unataka tu upate hela kirahisi? Hakuna hela rahisi. Kwa hiyo unataka kuja Wadada Center, ujue kabisa hapa unakuja jeshini, hapa unakuja chuoni, hapa unakuja kujifunza maadili na kazi ili uweze kutoka kwenye umaskini. Hutaki huko, kuna madalali wengi huko, nenda huko. Sisi hapa ni taasisi inayojenga mifumo ya kimungu, mifumo ya uchapakazi, mifumo ya maadili chanya. Period. Kwa hiyo sisi hatuna mchezo jamani. Hatuna mchezo kabisa. Nafikiri wale wengine ujumbe utawafikia. As long as wengi mnatusikilizaga sana kwenye mitandao. Message sent and delivered. Okay? Na wengi hapa naona simu zao nashindwa kuzipata. Huyo Mariam anachati. Karudi kwenye chat. Hapatikani hata kwenye text zenyewe hazirudishi delivery report. Haipatikani kwa sasa. Basi tuachane naye. Hatuna sababu ya kuendelea kubishana na mjinga mmoja. Tulitaka tu tuonyeshe kwamba mtu anaweza kuja huko akaongea. Kama kweli anachokiongea ni cha kweli, kwa nini anaogopa, anakimbia nini? Si aongee. Lakini anataka aongee pembeni, amwage sumu pembeni, anafikiri anatuharibia. Hakuna uharibifu. Na shetani anakuja kuua na kuharibu. Biblia inasema shetani haji sehemu isipokuwa ni kuua na kuharibu. Mariamu amekuja hapa na kubomoa. Amekuja hapa kama shetani, amekubali kutumika na hila za shetani. Amekuja hapa kusambaza sumu yake aliyosambaza. Sasa ameua nini? Wale wadada ambao walikuwa hapa tayari wanakwenda kwenye ndoto zao, wanarudi nyuma. Kwa hiyo wanarudi nyuma, sijui watakuja kumlaumu nani, wakati walikuwa tayari wako kwenye hatua za mafanikio. Kwa mtu atarudi mtaani, ataenda kudanga, ataendelea kulalamika hamna kazi, hamna biashara, hamna nini, wakati alikuwa tayari yuko sehemu ambayo angeweza kupata mtaji wake. Na shetani saa nyingine hapendi, anataka kukuona tu kwenye umaskini. Kwa hata pandikiza mtu ambaye atakuja, atatumika, akutumie kukukatisha tamaa pale ambapo wewe utakiwa kuvuka. Kwa hiyo hapo unampa shetani ushindi. Unaposhindwa kupambana sehemu ambayo unaona kabisa mwanga ule pale, ndio kazi hizi za ndani ni ngumu. Ndio, hakuna kitu kirahisi. Yusufu alionyeshwa hatima nzuri na Mungu, lakini ilibidi apite kwenye utumwa, ilibidi awe mjakazi, ilibidi aende jela. Zile zote ni process. Unakuja kwenye kazi za ndani ni ngumu, unachelewa kulala, sawa. Kuna kazi nyingi, unachoka, sijui wengine walikuwa wanalalamika mgongo, sawa. Lakini uko mbele kuna nini? Mbeleni kuna mtaji, nitafanya biashara yangu na mimi nitakuwa na uhuru wangu wa kuishi maisha ninayoyataka. Kwa hiyo kile kinakupa ile angalau nguvu za kupambana. Lakini shetani anakuambia hizi kazi ngumu, hizi kazi kwanza ni azifai, hizi kazi mambo ya Maria Clara, kazi za ndani siziwezi, wakati kakaa hapa mwezi.
Ni shetani tu kakubali mawazo ya kishetani yamkatishe tamaa. Kwa hiyo sasa anarudi tena hatua zingine nyuma. Upya anaenda sio anaanza upya hata sababu sasa hivi ana kitu tena anaitafuta sababu sasa hivi anatafuta hela ya kutulipa kwa ajili ya faini. Ili aweze kutoka kwenye maana sasa angeaga hata hapa angeondoka bila kulipa hizo faini. Anasubiri mpaka tumpeleke kwa mteja wetu huko akalete huo usumbufu, anaingia kwenye mafaini ambayo yako kwenye mkataba na aliusoma mkataba na anaujua. Kwa hiyo jamani, tunafikiriaga shetani yuko wapi? Shetani ni watu. Mtu anapokuja kupanda mbegu ya neno, sikiliza. Ndio maana tunaambiwa imani huja kwa kusikia. Na neno la Mungu linatuambia sikia neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia na kusikia. Tusikilize neno la Mungu. Neno la Mungu ndio litakuimarisha. Ukiona mtu ulipo unakaa sehemu ya watu kama akina Mariamu anaongea wanamwaga sumu zao, kazi ngumu, rudi kwenye Biblia. Soma neno la Mungu likuamshe. Likupe nguvu. Umeona? Lakini ukibaki na lile neno la mwanadamu ambalo shetani amemtumia kulipenyeza kwako, unakata tamaa na wewe unaondoka. Kwa hiyo jamani, mimi nafikiri tutakuwa tumepata kitu kwenye hii content, hasa kwa wale ambao wanakutana na hizo mbegu mbaya hizo. Yani mtu unasikiliza nini? Kuwa makini sana. Na hii sio tu kwa dada wa kazi. Mimi nafikiri kuna watu wengi kama sasa hivi Gen Z kuacha kazi ni vitu yani vya kawaida, wanaona kama ni fashion. Sio fashion guys, ni shetani anamwaga sumu zake. Wewe uko sehemu unapambana, mtu anakuambia kwanza kazi yenyewe labda ni ngumu, mshahara wenyewe kidogo. Hapana, pambana. Mungu amekupa hiyo makusudi kwa sababu anasema anakupima kwa madogo ili aje akupe makubwa, akuamini kwa makubwa. Sasa kwenye hii ndogo tu unaachiwa nyumba ya mtu unatoroka. Sisi hatupo tunasikia Mariamu katoroka. Na ndio hivyo mabosi wanavyokuwa majumbani kwao. Wewe fikiria kama ni dada, wewe si dada, vaa viatu vya bosi. Nimemwacha dada nyumbani kwangu. Najua hata una watoto. Na watoto. Kuna huyo anaondoka kaacha watoto. Umeona? Yaani una ushetani ambao huwezi kubarikiwa hata siku moja. Hata siku moja. Mimi nafikiri kazi yetu kubwa Dada Center ni kuwarudisha kwenye maadili ya kimungu. Unalotaka kutendewa, umtendee mwenzako. Usilotaka kutendewa, usimtendee mtu. Wewe ni dada lakini vaa viatu vya mabosi kwa sababu unaenda kwenye ubosi na wewe siku moja. Lakini utafikaje kuwa bosi? Ni kama utakuwa mwaminifu sasa hivi ukiwa ni mtumishi kwenye nyumba ya mtu. Kaa naye kwa uaminifu, umechoka kufanya kazi, muage vizuri. Hapo Mungu atafungua milango huko mbele. Lakini mambo haya ya kutoroka na unakuta mtu yuko mahali, unaanza kumjaza sumu, kazi ngumu kwako. Sawa, kila mtu amelelewa kivyake. Mimi niambia hizi kazi ngumu, mimi kwanza nashangaa dada siku hizi kazi ngumu hivi, kazi vidogo vigumu. Mimi nilipambana kweli. Nilikuwa kwenye kazi za ndani, nyumba inafuga mifugo za kibiashara, makuku, mabanda mengi, 5 zote nafanya. Lakini sasa hivi dada akikuta hivyo nafikia atazimia. Atakata roho. Sasa huwezi kufika kwa mambo ya lele mama. Hata Mungu mwenyewe alimweka Adamu na Hawa kwenye bustani akamwambia muilime na kufanyaje? Na kuitunza. Ni kazi. Mungu ameshatupa kazi jamani. Unataka kufanikiwa kwenye haya maisha ni kazi, hakuna msalimu mtume. Wapa wa Dada Center hakuna kubembelezana. Kwa Joyce Kiria hakuna longolongo, hakuna. Yani tumenyooka, tunanyoosha kama rula. Yani speed 120. Ukija hapa ni mwendo mdundo, ni kazi. Tutakufundisha kazi kwa sababu Tanzania jamii yetu ina watu wavivu. Wavivu ni wengi mno. Na ndio maana wengi wako kwenye umaskini. Kwa sababu gani? Ya uvivu. Sasa sisi tumegundua kwamba hilo ndo tatizo, ndo tunalitibu. Unakuja hapa tukutibu hiyo kansa ya uvivu, karibu. Uwezi huko mtaani. Ishieni huko mtaani, mimi wala sina pressure stress. Sijui unaenda sehemu, sijui dalali asubuhi mchana kupeleka kazini. Sio shida zangu kwa sababu hicho sio ninachokitibu. Mimi natibu kansa ya uvivu Tanzania na maadili. Watu ni wavivu na hawana maadili. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametuma kuifanya. Kwa hiyo unataka kuja hapa, uje basi ukijua huo ndio mwelekeo. Unaona huwezi, hakuna shida. Baki huko kwenu. Haya jamani, mimi nafikiri tuishie hapo. Okay. Tunashukuru. Haya.